Tumekuwa tukikufunulia kwa muda sasa kwamba tofauti zilizomo ndani ya Injili za sinoptiki za Luka, kisha Marko, kisha Mathayo, zote zinahusu unabii. Sio tu mtazamo kwa sababu ya yale ambayo Luka alisema, Marko alisema na Mathayo alisema, bali kwamba Roho aliwaongoza ndani ya tofauti zao zote, hata bila wao kujua kwamba yote hayo yalikuwa yakifunua unabii. Naam, inazidi kuwa ndani zaidi. Inafunuliwa hata katika jinsi sura zenyewe zilivyopangwa katika hadithi zao. Unaona, katika kuingia kwa ushindi kwa Luka 19, Marko 11 na Mathayo 21, hizo pia ni picha tatu za kinabii ambazo tumeshiriki kuhusu, ambazo zinafunua kuja mara tatu kwa Bwana, zilizozungumziwa katika hotuba ya Luka, hotuba ya Marko na hotuba ya Mathayo. Lakini hadithi inayofuata mara moja pia inavutia. Katika ya Luka inasema kwamba Yesu analia juu ya Yerusalemu na kusema kwamba watazingirwa na kuharibiwa kwa sababu hawakujua wakati wa kutembelewa kwao. Naam, hiyo ndiyo hasa hotuba ya Luka. Inasema Yesu atafanya atakapokuja katika wingu, katika Luka sura ya 21. Anawaonya kuhusu uharibifu unaokuja. Na kisha unayo ya Marko. Katika kuingia kwa ushindi kwa Marko, hadithi inayofuata mara moja ni kwamba bado si wakati wa mzeituni au mtini haujawa tayari kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwisho wa wakati wa mataifa na umati mkubwa wa katikati ya dhiki. Bado si wakati wa Yuda kwa ajili ya kizazi cha mtini cha Yuda. Hiyo ni kwa sababu kisha unayo miaka 7 ya hukumu za baragumu zinazofuata miaka 7 ya mihuri. Na katika kuingia kwa ushindi kwa Mathayo, hadithi inayofuata ni Yesu akiwafukuza wote kutoka hekaluni, wale waliokuwa wakinunua na kuuza ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu katika nusu ya kwanza ya baragumu, hekalu litajengwa upya. Kisha kutakuwa na vita vingine, na atakaporudi, miguu yake ikiwa juu ya mlima wa Mizeituni, watakuwa wameingia na kulitia unajisi hekalu lililokuwa limejengwa upya. Atawafukuza wote nje. Inapendeza sana unapoiona. Roho anaongoza katika yote hayo. Ninaomba ikubariki. Kwaheri kwa sasa.